Ndio. Sasa mimi nimekaa dirishani. Shetani kumbe ananionea wivu, shetani ananionea wivu. Mimi nawaza mistari nitakayohubiri ni kwambe. Nikaona kabinti kamesuka lasa. Ati wewe ni mwanafunzi wa Yudo? Sasa mimi sio mwanafunzi wa Yudo. Halafu Mungu akanifunga domo langu. Mimi napoka mwepesi kumshuhudia mtu. Mungu akanifunga domo langu kwa sababu mimi sinaga hekima mimi. Tunaenda mimi nimeinama nawaza mistari. Tunaikaribia Morogoro. Nikaona nanunuliwa biskuti. Maji safi. Nini na nini? Biskuti nzuri. Kasema kula. Kumbe anatafuta namna ya kuniingilia. Tafuta. Haya tukaenda. Tunafika Morogoro. Akatoka. Twende tukali. Nikasema hapana, haitosha. Au nikulete, akaenda kuleta makuku yale mapaja. Lakini kitu kingine akasema kula. Kingine akasema labda kaweka sumu je. Kingine akasema kula, hela yako ya mfukoni ni ndogo, wamekutumia nauli tu wewe, kula. Amen. Kula. Nikala na maji nikanywa. Tunaiacha Morogoro sasa tunaitafuta nini huku mbele huku sijui nini kule. Ndio akawa anasema zamani nilikuwa na boyfriend. Kumbe hajua anaongea na mchungaji. Amembeba Yesu Kristo. Anaongea na mchungaji. Shetani yupo. Hata wewe unaona ndoa yako una amani, hauna amani. Shetani anakumezea mate kama nini. Na hauna muda mrefu. Huyo mwanaume unamwekea sijui dawa, hakuna kitu. Dawa ni kumwamini Yesu Kristo aliyebeba amani ya mwanadamu. Mume wako amechukuliwa na kahaba. Kahaba ana pepo mahaba, ana nguvu. Akiongea sauti utafikiri, sikiliza. Wataalamu wanasema Delila alikuwa na sauti 320 za mahaba. Ndio maana alipoongea sauti za mahaba zile zote, Samsoni akachanganyikiwa. Wewe sauti hizo unazo. Kachukuliwa mwanaume kwenye kwa kahaba. Sasa dawa yake ni kumleta kwa Yesu Kristo. Ukimleta kwa Yesu, ananyoka. Ukimleta kwa Yesu, ananyoka mara moja. Nikaenda. Baadaye nilipoona akaongea upumbavu wake, nikamgeukia sasa. Si nimeshiba na maji nimekunywa. Nikamgeukia sasa. Amina. Nikasema mimi naitwa Boniface Buhomba, ni mchungaji. Na hapa naelekea mkutanoni Kigamboni. Nini? Mimi ni mchungaji. Naelekea Kigamboni kwenye mkutano. Sasa sikiliza, wewe si mwanafunzi Ukitaka kula faida au kufurahia elimu yako, muamini huyu niliyemwamini. Akatega sikio. Nikasema sikiliza, umwamini Yesu Kristo ili akusaidie, ili ule matunda ya elimu yako. Yesu Kristo. Nikasikia akafyonza. Alipofyonza akasogea pembeni. Sikiliza. Nikamkazia macho. Ukitaka kumjua shetani, mkazie mtu macho. Utajua huyu ni shetani au pepo. Nikamkazia macho. Nilipomkazia macho nikaona anafanya. Bwana anasema naomba nikae dirishani, kumbe anataka kutapika. Nikasema bado sijajiandaa. Nikasikia akamtapikia mchungaji mmoja wa Anglikana anaenda Mwananyamala kwa. Kumbe niko na shetani kwenye kiti. Sikiliza nikwambie, shetani yupo. Ninakuonea huruma unapomkataa Yesu. Utafanya nini wewe? Shetani yupo, popote yupo. Salama yako ni kumwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe utakuwa salama. Utakuwa salama kwa sababu atakuwekea ulinzi. Lakini maisha bila Yesu hauwezi, ufiki mbali. Nakwambia ukweli, ndoa yako haifiki mbali, maisha yako yafiki mbali, kwa sababu shetani anakutafuta kila siku. Kila itwapo leo shetani anataka akuweke kwenye target.